Meli mbili kubwa za mafuta kabla ya kuingia katika mlango bahari wa Hormuz zimebadilisha mwelekeo na kurudi nyuma, tukio ambalo vyombo vya habari vya kimataifa vinaripoti kuwa linahusiana na matukio hivi karibuni katika njia hii muhimu ya bahari. Kulingana na Bloomberg, picha za satellite zinaonyesha kuwa meli mbili tupu zilikuwa zinajaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz kuingia Ghuba ya Uajemi siku ya Jumapili. Ghafla zilibadilisha mwelekeo na kurudi nyuma. Kwa upande mwingine, meli iliyoitwa Mombasa B iliweza kuingia Ghuba ya Uajemi kupitia njia iliyoidhinishwa na Irani iliyopo kati ya visiwa vya Iraki na Qashim. Irani imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba kupita kwa meli katika mlango bahari wa Hormuz kunategemea ruhusa kutoka Tehran na idhini ya njia salama za kupita na majeshi yake ya baharini. Katika miezi hivi karibuni, sera hii imekuwa sababu muhimu katika ulinzi wa bahari katika eneo hilo, huku kesi za meli kurudishwa nyuma zikiripotiwa hivi karibuni. Matukio haya yanakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kikanda ambao umebadilisha sana mazingira ya usalama katika mlango bahari wa Hormuz. Ripoti zinaonyesha kuwa wakati fulani ni meli zinazohusiana na Irani pekee ndizo zimeweza kupita katika njia hii muhimu, huku meli zingine zikishikiliwa mlangoni zikisubiri idhini. Data za satellite pia zinaonyesha kuwa sehemu kubwa ya meli zinazopita mlango bahari wa Hormuz zinamilikiwa na mashirika ya Irani au zinahusiana na Irani, jambo ambalo wachambuzi wanasema linaonyesha mabadiliko ya usawa na udhibiti katika moja ya njia muhimu zaidi ya nishati ulimwenguni. Mkuu wa uchambuzi wa ulinzi Bloomberg alisisitiza kwamba mpangilio wa sasa unaotawala kupitia mlango bahari wa Hormuz unaondwa zaidi na masharti na maamuzi ya Irani, na kwamba mabadiliko ya haraka katika hali hii hayaonekani kuwa karibu. Spika wa bunge la Irani alisema kuwa upande wa Marekani haukuweza kupata imani ya ujumbe wa Irani katika duru hivi karibuni ya mazungumzo. Mohamed Bagher Gharibaf aliandika katika chapisho lake kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama X kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ilisisitiza nia njema na utashi wa kisiasa unaohitajika kabla ya mazungumzo, na hata hivyo, kutokana na uzoefu wa vita vilivyopita hakuna imani. Aliongeza kuwa wajumbe wa Irani wanaojulikana kama Minab 168 walitoa mipango ya maendeleo, lakini upande mwingine hatimaye walishindwa kupata imani ya ujumbe huo. Gharibaf aliendelea kusema Marekani wakati wa mazungumzo ilielewa mantiki na kanuni za Irani na sasa lazima iamue. Spika alisisitiza kuwa Irani inafuata diplomasia yenye nguvu pamoja na mbinu zingine ikiwemo hatua za kijeshi ili kulinda haki za taifa, na itarudi nyuma katika juhudi za kuimarisha mafanikio ya ulinzi wa kitaifa wa siku 40.